Wiki hii hapa ni wiki yetu ya sikukuu ya watoto, wiki ya idara ya watoto. Yatatamatika katika siku ya kesho ambayo ndio sikukuu ya watoto. Hivyo mzazi unapaswa kumleta mtoto wako aje kuburudika na watoto wa Kilimanjaro Revival Temple. Hebu tuambie mmejiandaaje na sikukuu ya watoto? Sikukuu ya watoto tumeandaa mambo mengi, surprise za kutosha. Kwa hiyo mzazi na mtoto uliopo nyumbani usikose katika sikukuu ya kesho. Sawa. Na wiki hii ilikuwa ni wiki ya idara ya watoto. Ni matukio gani au mambo gani ambayo mmeyafanya kama watoto? Tuliamua kufundisha vijana, mama zetu, baba zetu pamoja na kanisa kwa ujumla. Sawa. Na je, ni ujumbe gani ambao umewafikishia vijana? Ujumbe gani ambao umewafikishia baba, kina mama pamoja na kanisa kwa ujumla? Ujumbe tuliowafikishia kanisa kwa ujumla, maana kanisa linajengwa na vijana, baba na mama, wazee, ni kutambua kipawa cha mtoto na kujua umuhimu wa mtoto kutumika katika nyumba ya Bwana. Sawa. Na mwitikio wa vijana ulikuwaje pamoja na mwitikio wa wazazi? Na wewe ni mmoja kati ya wale ambao wamesimama na kuhudumu hasa kwa siku ya jana. Mwitikio ukoje? Alafu utatuambia pia ilikuwaje? Uliwezaje kujiamini na ukasimama na ukahudumu kwenye ibada ukihudumia wazazi wako pale pamoja na wachungaji, wazee wa kanisa na walimu wako pia? Mwitikio ulikuwa mzuri. Kwa wazazi wetu wamejitahidi kuitikia, mwitikio mzuri. Pia kuhusu ujasiri ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako huogopi chochote. Na kazi ya Bwana haiangalii mzazi, haiangalii baba, haiangalii mama, haiangalii walimu. Kazi ya huduma ni wewe na utayari wako na jinsi Roho Mtakatifu atakavyokutumia. Kama alivyotoka mwinjilisti Joy, wanajitambua. Yaani wainjilisti huku wanajijua. Ukija hapa Revival, watoto wainjilisti wanajijua, mtoto mwalimu anajijua, mtoto ambaye anajua huduma yake iliyoko ndani yake. Kila karama ambayo Mungu ameweka ndani yake wanajijua. Walienda kwenye idara ya vijana, wakaenda kwa wingi wa kutosha kabisa, lakini mmoja wao akasimama kwa ajili ya kuhudumia vijana. Na ilikuwa nzuri, ilikuwa baraka, na Roho Mtakatifu alikuwepo akiwahudumia watu wale vijana. Jumapili tena wale ambao watakuwa labda wako mbali sana na kuweza kuja kwenye mwaliko huu tulioalika kwenye kanisa la Kilimanjaro Revival Temple kwa ajili ya siku ya watoto, ukijua uko mbali sana hauwezi kuwepo, jambo moja tu tunakuomba: usiweke off redio ya KRFM. Ukimtafuta Bwana, Mungu hawezi kukuacha. Mungu amesema anakuwa karibu na watu wale wanaomtumikia. Mungu yuko karibu na wale watu ambao wanamtumikia. Na nyinyi ambao mnanisikiliza kwenye redio, tumtafute Bwana kwa bidii. Hata kama ni mtoto wako ana karama fulani, unatakiwa umlete. Mtoto wako anapokuwa na karama fulani, usimwachie karama yake iende bure. Unatakiwa umlete ili Mungu aendelee kukuza karama yake. Haleluya. Amen. Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Paulina Joseph Kundaeli Kaniki. Nimeokoka na mpenda Yesu. Ninafurahi kuwepo na wanakwaya mahali hapa studio, na tunamshukuru Mungu kwamba tumejiandaa vizuri kabisa. Na ukitaka kuhakikisha kwa undani zaidi, karibu sana siku ya kesho. Na maandalizi yalikuwaje? Kwa kweli tunamshukuru Mungu, maandalizi yalikuwa vizuri sana na tumejiandaa vizuri sana kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Si kwa akili zetu, ila ni kwa sababu Ebeneza hata sasa ametusaidia. Na kukufanya kuwa nabii wa mataifa. Wito. Wapendwa, huu ni wito wa Bwana, kutimiza kusudi lake Mungu, kusudi lile maalum. Wito. Kanisa, huu ni wito wa Bwana, kutimiza kusudi lake Mungu, kusudi lile maalum.